How's your flow? How's your flow? How's your flow? Yani mwanamume mzima unataka hadi kulia kwa sababu ya house girl? Ama kweli nyumbani kumefanya. Yaani mimi nimeona kwamba Zawadi ni kwamba anakusaidia majukumu ya hapa ndani. Sasa ghafla tu kama akaondoka kesho mke wangu, malaika wangu, na mimi nataka usifanye mahangaiko. Nani atakusaidia majukumu? Hizo kazi humu ndani unazifanya wewe kila siku. Sikiliza nikwambie mume wangu. Tulipooana mimi na wewe, hatujaambiwa kwamba tutakuta watoto wala wajakazi wa ndani. Tuliondoka mimi na wewe na tukaanzisha familia. Watoto wamekuja baadaye. Kwa hiyo kama una mahusiano na huyo Zawadi, nitakachomfanya atakusimulia, na kesho anaondoka ndani ya nyumba yangu. Umenielewa? Mbona umenipigia usiku sana? Usiniambie kwamba utakuwa umeniota, maana nakupa vitu adimu Nani nimekumisi. Haya, sababu ya kunipigia simu usiku ni nini? Kipenzi changu Warda, weacha tu darling. Yaani hapa nilipo mke wangu amenichanganya sana, ameniconfuse kwa kweli. Kwa hiyo kwa sasa nahitaji kuongea na mtu special, mtu maalum ambaye anaweza kupoza moyo wangu. Mpenzi, taratibu jamani. Unajua hutakiwi kuongea sana, umechoka. Unajua umetoka kazini umechoka sana. Sasa hivi unatakiwa kukandwa kando, fanywa massage. Lakini akijaribika kitu. Kwa kuwa mimi mkeo mdogo, mchepuko nilichangamka niko hapa, basi nitahakikisha na kurudisha furaha yako. Sawa? Wow. Ndio maana nakupenda kipenzi changu Warda. Kiukweli sauti yako tu ni faraja tosha kwangu. Natamani muda huu hata ungekuwa karibu yangu, ungekuwa pembeni yangu. Najua sasa ungekuwa unanifanyia massage sweetheart. Unikande. Sawa. Nadhani huu ni muda wa kurudi ndani. Maana sija kukukuta mwenye mali yake, sija kukuta hapo tena ikawa ugomvi. Na mimi sipendi mgombani. Sawa mpenzi? Sawa kipenzi, nimekuelewa sana sweetheart. Hakika maneno yako yamenipa faraja sana Warda. Yaani baada ya kuongea na wewe mke wangu, namuona
naona takataka kabisa yani. Anyway, thank you baby. Mpenzi, jitahidi ukirudi kwa wewe mwanamke, hakikisha hata kama atakuwa anafaa kiasi gani usimjibu, maana usije kusababisha mambo mengine na mimi sitaki umie. Okay baby, nitazingatia. Sitomjibu chochote mke wangu, nitamsikiliza tu akiwa anabwata. Bye baby, have a good night. Bye baby, have a good night. Kwa hiyo ina maana unatembea na mume wa mtu, si ndio? Kwa hiyo kwa akili yako unadhani kila kitu unachomiliki, jinsi ninavyojua kukusimamia, unakula, unavaa, najua kusimamia kwa kila kitu, naishi maisha yangu ya bata na kuspoil, hakuna anachokikosa mdogo wangu, unafikiri kwa kazi gani nilionayo? Kwa hiyo ndio sababu ambayo inakufanya wewe utembee na mume wa mtu. Amjanijibu swali langu. Ina maana hiyo ndio sababu ya wewe kutembea na mume wa mtu? Sio mume wa mtu tu, natembea na mume wa rafiki yangu. Rafiki yako ni nani? Na uone kwamba ni hatari? Wewe unajua nini kuhusu hatari? Naweza nisijue kuhusu hatari, lakini naiona hatari. Kutembea na mume wa mtu tu peke yake hiyo ni hatari. Je, inakuwaje kutembea na mume wa mtu ambaye ni mume wa rafiki yako? Uone kwamba hiyo ni hatari zaidi? Alafu akija kujua je? Utapoteza vitu viwili kwa wakati mmoja. Utapoteza uaminifu kwa rafiki yako pamoja na wewe mwanaume mwenyewe. Hivi wewe, mbona una kisebengo sana? Unamfunda nani hapa? Iwe mwanzo na mwisho kuwa unafikiria simu zangu. Unafikiria simu zangu wewe kama nani? Na kuona una kielele sana. Kuwa makini. Maana kuna vitu utakuja kusikia ambavyo upaswi kusikia. Na unajua nini wewe kuhusu mume wangu? Kimbele mbele tu. Oh no, no. Feel the house of love. Nilipoenga sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje lakini ndani kulikuwa na silence. Nilijipa matumaini. I told myself it's gonna be fine. Lakini kadri siku zilivyopita, hisia zikaanza kunipima. Nilidhani ni salama. I thought I was strong. Lakini maswali yakaanza playing in my mind all night long. Sio mimi, sio mimi, but these tears know my name. Ndani ya house of love, nothing feels the same.
Sania, unataka umfanye nini Kendi jamani? Naomba usimfanye kitu chochote kibaya kile Sania, naomba usikilize mimi. Kelele! Wewe nisikilize nikwambie Kai. Ninakuuliza, unanipenda mimi au huyu mwanamke? Haiwezekani mimi niharibu ndoa yangu kwa sababu yake yeye. Nakuuliza Kai. Sania, pole basi, naomba tuelewane. Haya mambo madogo sana, tunaweza tukakaa chini tukaongea na tukaelewana. Kusema ukweli wangu, mimi wewe sikupendi na nampenda Kendi. Kendi ndo chaguo la moyo wangu. Kendi ndo mwanamke pekee aliyeuteka moyo wangu. Nyamaza Kai, nyamaza. Nisikilize nikwambie Kai. Haiwezekani mimi nikose ndoa yangu kwa sababu ya huyu mwanamke. Ninachokuambia leo, ukimchagua huyu mwanamke atakufa yeye, mimi nitaenda jela. Ninamuua. Kwa hiyo chagua moja, ni mimi au yeye. Kai, leo nataka uchague kati ya mimi au Kendi. Ni nani wapi utamuoa? Nampenda Kendi. Unampenda nani? Sania, Kendi ndo chaguo la moyo wangu. Unalala mpaka saa hizi mpaka mtako mzazi. Mtako mzazi hapa. Unataka kunyanyuka? Unalala mpaka saa hizi hapa kwa babako mzazi. Tena kaa kimya. Sawa. Yote sawa. Kwa nini mume wangu amekupa nguo? Mami, sijamuoa. Unapisa kwa mume wangu, si ndivyo? Nakuuliza wewe Zawadi. Unataka uwe nyumba ndogo au kitu gani? Hapana mama. Kwa nini amekupa nguo? Una ajenda gani na mume wangu? Nakuuliza wewe. Zawadi? Zawadi? Kaa kimya. Umenielewa ninachokwambia? Unasikiliza. Hili halijaisha. Sawa? Wewe. Mama Pinky! Mama Pinky!
unafanya. Hey, Mungu apendi. Hiki. Kwa hiyo binti yangu, wewe unapoamka hauna shughuli nyingine yoyote ya kufanya, wewe ni kuchezea simu, si ndio? Naomba nisikilize mwanangu. Ni kweli hapa ndani tuna house girl, lakini wewe ni mtoto wa kike. Itafika wakati utaanzisha familia yako. Kwa nini usianze kujizoesha kufanya majukumu ya hapa ndani? Wakati mwingine ukamsaidia dada kufanya usafi, ukaosha vyombo na nini. Huoni kama itakuwa nzuri kwako? Mama ameniambia ukiachana na shughuli za huko ndani, hata nywele yangu ikinisumbua nisihangaike nayo. Mimi ni malkia mdogo wa hii nyumba. Binti yangu, mimi nakupenda na nakwambia ukweli. Kama mama yako amekwambia hivyo, unaweza kuona anakupenda, lakini huko ni kukudekeza. Anakualimu. Mke wangu, habari za asubuhi. Kwa hiyo Mama Pinky bado una hasira na mimi kila siku. Mke wangu, asubuhi ya leo nimeamka nimekuta niko peke yangu. Umeniacha chumbani. Nimezoea umeniandaa, umetayarisha kwa ajili ya kwenda kazini. Bado nakuja hapa na kusalimia tena mbele ya mtoto na kuoa kipenzi changu. Shikamoo baba. Marhaba. Zawadi, mbona umeloa kiasi hiko? Kwani leo kumenyesha mvua asubuhi? Wala hata mume wangu leo umejionea. Umeona huyu binti alivyobwanda? Yaani kajikojolea kojo. Yaani sijui hata nikwambie. Wala sio mvua mume wangu. Binti huyo anabwanda. Anakojoa kitandani. Sijui hata nikwambieje. Yaani hilo ni kojo. Kojo kama loti. Na mwaka huu ujiandae kununua magodoro. Maana yake mpaka kunguni wataanza kukupanda mpaka kwenye suti yako kwa ajili ya huyu binti. Huyu binti jamani ni kikojozi. Yaani sijui hata nisemeje. Kwa hiyo mke wangu, hii hali aliyokuwa nayo Zawadi ya kuloa kiasi hiki
inatokana na kujikojolea? Mme wangu naye anauliza jibu hilo. Ni kojo, nimeshakuambia binti ni kikojozi, anabwanda tangia aje siku ya kwanza, ni anabwanda mpaka anabwanda tena. Mme wangu nikwambie nini? Lakini baba, House of love. Nilipoingia sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje, lakini ndani kulikuwa na silence. Nilijipa matumaini, I told myself it's gonna be fine. Lakini kadri siku zilivyopita, hisia zikaanza kunipima. Nilidhani ni salama, I thought I was strong. Lakini maswali yakaanza playing in my mind all night long. Sio mimi, but these tears know my name. Ndani ya house of love, nothing feels the same. Sio mimi, but my heart is tired now. House of love, that's where the truth comes out. Nijifanya niko sawa, I said I'm good at life. Nilipotazama nyuma, nikajikuta nimechoka inside. Nilipenda bila mipaka, I gave you all my time. Lakini kila hatua niliyopiga, I was crossing the same line. Tulishikilia kwa